Yes, karibu sana katika mada yetu ya leo ndani ya kipindi hiki. Kila mara unajua ukiniona katika munara huyu, unajua mimi nimekuja kufanya nini hapa, na kama hujawahi fanya subscribe, like, comment ndani ya Bukavu TV. Kwa kweli ndio muda wako kuwa na sisi pamoja, jiabone kuwa pamoja na sisi katika mada yetu ya kila mara. Na kwa sasa mimi mwenyewe nimerejea katika kipengele hiki ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kufungua peji zetu kadhaa, kwa sababu unajua kila mara mapambano yanaendelea sehemu za tofauti katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na mimi mwenyewe nikija hapa katika mada hii ama ukiniona katika munara huyu, naanza kusirkele ama kuangalia sehemu popote kunaendelea kuripuka ama mahali popote kuna mapambanaji ya vita, kwa sababu nikiwa katika mlima hii, nikiwa katika seti ya munara hii, na kuja kuwachambulia mambo kalikali, kwa sababu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunaendelea kupitikana mambo mzito, kwa sababu leo tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kunaendelea kupitikana mambo mengi zaidi eneo tofauti, na tukirejea jana Mercredi tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2026 hapo mjini Goma, tutaelekea katika Nord Kivu. Kunaendelea vipi katika Nord Kivu? Tutakuja kuzungumzia Nord Kivu tarehe 28 jana, hiyo Mercredi kulikuwa vipi mpaka leo tarehe 29 asubuhi ya leo, mambo yanaendelea kubadilika katika Nord Kivu hapo sehemu ya Goma, na tutakuja kuzungumza katika eneo ya Plateau ya Fizi, sehemu inaitwa Kiramba, na sehemu nyingine inaitwa Mugushu, na mahali kwingine inaitwa Ngungu. Hapo tutakuja kuzungumza sehemu ya Plateau, sehemu ya Fizi, na bado tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka wa 2006 tutakuja kuzungumzia sehemu ya Uvira. Hapo sehemu ya Uvira kunaendelea kuwa mambo vipi tofauti. Hapo tutakuja kuzungumzia area hii inaitwa Angole, na sehemu nyingine inaitwa Bikaka na Nehele. Hapo tutakuja kuzungumzia hapo area hizi kunaendelea vipi hapo katika milima ya Fizi. Tutakuja kuzungumzia kiongozi wa tuseme kama kiongozi anaitwa Moise Nyarugabo alizungumza nini katika muda wa jana jioni. Alizungumza maneno kadhaa katika media tofauti, kuzungumzia katika vyama vya wahasi Twigwaneho, Tabara pamoja na wanajeshi wa M23 wahasi hawa pamoja na wanajeshi wengine wa vikundi vya wahasi viko hapo eneo tofauti vya Sud Kivu na Nord Kivu. Moise Nyarugabo alizungumzia vitu gani? Kwa sababu alizungumza maneno kwa kweli yenye hasira zaidi kuhusu wa population from Congo, na baadaye ndakuja kuzungumzia tarehe 20 pamoja na wanajeshi tutakuja kuzungumzia jana leo tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 sehemu ya Sange na hapo Kamanyola, na mahali kwengine kuna viongozi pamoja. Tutakuja kuzungumzia kiongozi wa Radio Flash FM. Alikuwa kiongozi wa hapo wa Radio Flash FM alishikwa mateka hapo muji wa Kamanyola, na kiongozi huyu ni mwalimu, alishikwa katika area akifunza wanafunzi. Bado kama sasa hivi hakuna taarifa yote katika kiongozi huyu wa Radio FM Flash hapo Kamanyola. Ameshikwa mateka na waasi wa M23 katika muda kama huyu bila taarifa yoyote. Hapo nitakuja kuwapatia habari kadhaa zingine kutokea area tofauti hapo Walungu, na kwa kweli tutakuja kuzungumzia mambo mengi zaidi. Hebu tuanze kwanza kipindi chetu katika sehemu ya Goma. Tunarejea katika area ya Goma, Nord Kivu kulienda vipi katika mudi tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kiongozi le gouverneur wa wahasi wa M23 tarehe 28
kulichomeka nyumba karibu 49 hapo mji wa Goma, na vitu nyingi sana vilichomeka katika maeneo za wakahaji hapo, na kiongozi kama tuseme gouverneur wa hasi wa M23 aliamua kutembelea wakahaji hao walichomeka na manyumba katika area hizo na kuwatembelea, akawapongeza na mabati manjanja. Kila mkaaji mwenye alichomewa nyumba, kila mkaaji alichomeka nyumba yake ilichomeka, alipeana mabati 20, alipeana manjanja 20 na akapeana saki ya sima 20, akapeana kila nyumba saki moja ya mchele ya kukula, na akapeana vyombo vya watoto vya shule wale walichomewa manyumba kwa kuwarejesha katika shule. Na tumeona kweli wakaaji kutokea sehemu za Goma walisherekea sana kwa kufurahia, kusema wahasi hawa wanakuja waliwasaidia kwa kweli, kuwapongeza, kuwapatia mabati kama hii, kwa Kifaransa wanaitwa tole. Kila mezo ilipewa tole 20. Omamala, tukirejea sasa sehemu ya jana, sasa hapo katika sehemu ya sehemu katika kijiji cha Angule na Bikaka Nehela. Angule Bikaka ilikuwa ni sehemu wa M23 walikuwa wameshashika tayari. Kwa sasa government FARDC pamoja na wazalendo wamesha kuchukua area hii, walichukua jana muda wa saa 2 asubuhi, wakakimbiza wanajeshi wa Twirwaneho, Red Tabara pamoja na wanajeshi wa M23 walikuwa wameshachukua eneo hiyo. Wanajeshi hawa walichukua hiyo area. Wazalendo kwa sasa wako mtaa, wazalendo kwa sasa wamechukua eneo kama hii. Sasa wanajeshi Red Tabara pamoja na wanajeshi Twirwaneho pamoja na washirika wahasi wa M23 tayari wameenda katika milima za huko mahali wanavyotokea huko Minembwe. Kuhusu kwa sasa wanajeshi FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kuweka kabisa vifaa vikubwa mno, na nikirejea sasa kuwapasha habari hii kutokea Moise Nyarugabo amezungumzia kusema kama wanajeshi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara na wanajeshi wa M23 na wanajeshi hawa wanakuja kujikombolea ama wanafanya protection, kujilinda. Na kwa sasa tukiangalia wanajeshi wa hawa wahasi wanaendelea kuvamia ngombe za wazalendo na ngombe za FARDC pamoja na wakahaji eneo hili. Kwa kweli hiyo ni haki ama vipi? Kwa sababu kama Moise Nyarugabo anasema kama wanajeshi hawa wahasi wanakuja kujifanyia protection, kujilinda, security. Kwa kweli wanajeshi hao wanafanya haki kama hiyo, kwa sababu ukiangalia uvamizi ni hao wanaendelea kuvamia vikosi ama kuvamia eneo ya wazalendo na eneo ya FARDC, mahali kuna ufugaji ama mahali wakaaji wapo kupohora. Kiongozi huyu Nyarugabo anazungumza kusema kama hao sio wale wanakuja kupohora, kwa sababu wanasema viongozi vya chama vya wazalendo ndio vinakuja kuibia Wanyamulenge, unakwenda kuwanyanyasa mangombe mahali popote. Na kiongozi Moise Nyarugabo anazungumza kusema hivi, wakongomani wote wa Uvira na hawakubali kushirikiana na kabila Wanyamulenge. Ndio kamana wanajeshi wa Red Tabara pamoja na wanajeshi wanajeshi wa Red Tabara na Twirwaneho na wanajeshi wahasi wa M23 tayari inabidi walinde mpaka huyu, walinde sehemu zote. Kuna mahali ya uporaji ya wazalendo. Tukielekea sasa hapa mahali ya leo mapema asubuhi tumeona
taarifa kutokea sehemu ya Walungu, kumepatikana kama pleni yote ya Ruzizi, wanajeshi wa M23 wanaendelea kupitapita mahali tofauti, na pamoja sehemu ya Sange kunamkia masasi mingi sana ya wazalendo pamoja na wanajeshi wa M23. Lakini tukielekea sehemu ya Walungu, kumepatikana wanajeshi kwa sasa wa M23 wametoka asubuhi mapema wakielekea mji wa Bukavu. Hebu tusikilize kwanza mkaaji kutokea sehemu ya Walungu anasema nini hapa, ama sio? Wasoda wote walikuwa pale, wote wanaenda wanatoka wanajigerea sahihi ya tunapanda sio wote wanaenda hadi sahihi kuwesha kuna soda sahihi wote wanatoka wanajigerea tutaitumikisha maiposha haitaisha, kila mtu atumike mshimi yake pale. Mzuri sana mshawari. Huyu ni ndugu kutokea hapo Walungu, anasema kama wahasi wa M23 tayari wameondoka mji wa Walungu. Kwa sasa watu wanaanza kufanya biashara sasa, wale wakielekea katika mashimo kuchimba madini mahali popote, wanaanza kuendelea biashara yao kwa kweli. Na kwa saa hizi habari taarifa tuko nani kuendelea kujua kama sehemu tofauti ya hapa Sange mambo inaendelea kuchafuka kwa kweli. Asubuhi mapema vita inaendelea kutembea katika pleni hiyo, kuna ripuka marisasi nyingi zaidi, mpaka kwa sasa viongozi vya chama vya serikali ama viongozi vya chama vya wazalendo wanaendelea kuingiza wanajeshi kwa wingi zaidi. Habari nayo tuko nayo kwa sasa, serikali Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imepokea wanajeshi kutokea mainchi kigeni kuelekea katika mji wa Uvira, mpaka wanaendelea kuelekea katika pleni .0 kulinda security, kupeana kurejesha amani za katika plane oplate ya Fizi, hapo plane ya Uvira na Anzero. Kwa sasa mambo inaendelea kubadilika kwa sababu mercenaires wa Black wanaendelea kuingia katika eneo ya Uvira, kwa sababu mkiangalia katika muda kama huyu viongozi vya chama vya wazalendo wanaendelea kusherekea pamoja na wanajeshi wa serikali FRDC pamoja na wakombozi wametokea mainchi kigeni kukuja kusaidia jeshi letu la Kongo na jeshi la wazalendo kurejesha amani katika eneo ya Uvira. Kwa sasa mambo inaendelea kuwa kwa kweli muno, na kwa kweli watu wengi wanaomba kwa kweli kuchunguza maandishi ama kuchunguza watangazaji wengi zaidi wanakuja kupasha habari tofauti ya wenye woga, na ndio maana tunaambia watu wote ili uanze kuwa mwoga katika ukisikia maripoti za watangazaji ni wengi. Kuna wale wengi wanakuja kupeana taarifa ya uongo na kuna wale wanakuja kupeana taarifa ya ukweli, na kwa kweli ukisikia taarifa usiwe na mwoga, inabidi uchunguze kwanza kwa kweli ukweli ni gani, kwa sababu wanajeshi katika mahali unaweza kusikia kwa sasa Uvira imeshikwa tena na waasi wa M23. Baadaye nyuma ya masaa mawili tena unajipata wanajeshi wa serikali wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa wazalendo tena wanarejesha tena mji wa Uvira. Ni mambo tofauti, kwa sababu mahali kuna vita inabidi mambo endelee kubadilika mchana kama usiku, kwa sababu kila saa mambo inaendelea kubadilika. Kwa dakika moja unaweza ona mambo inatulia, lakini kwa dakika mbili unaona tena mambo inabadilika, kwa sababu ni mambo ya vita, kwa sababu mambo ya vita haina mpaka. Ndio maana naambia ndani ya Bukavu TV sisi tunakuja kuwapasha habari yenye ifatazo, habari ya ukweli muno, kwa sababu kama mambo inabadilika utanipata tena mimi mwenyewe nakuja kuambia mambo imebadilika kwa muda kama huyu, kwa sababu mahali tulikuwa tunajua mambo iko hivi, mambo inakuja kuchange. Kwa sababu kama hivi habari niko nayo ni kwa sababu kama nyona kwa sasa wanafunzi waelekee shule, kwa sababu kupitia kiongozi wa radio Flash FM tayari alishikwa mateka na waasi wa M23. Alikuwa katika shule kwa sababu alikuwa mwalimu, na kwa saizi wanafunzi walipeana
konje kwa sababu hakuna haja watoto waende shule, kwa sababu kama walimu wanaanza kushikwa mateka katika madarasa, mambo yanaendelea kubadilika. Na mambo ikiendelea, kiongozi akionekana, tutakuja kuwapata tena habari kama mambo imekuwa salama, urejesho imerejea tena, na tutaendelea kuwapasha habari tena zifuatazo, mambo ikiendelea kukuja mara kwa mara, ama sio? Uendelee kunifuatilia katika mada hii Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson. Ukiona katika munara hii, inabidi uelewe kama mimi nimekuja kuchambua mambo ifuatazo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mahali kuna mapigano, mapambano, ama sio? Na tukirejea katika mashabiki zetu, mko sehemu eneo tofauti, na washukuru sana, mwendelee kufanya subscribe, like, comment. Je remercie tout le monde, vous avez participé, vous avez écouté la télévision Bukavu TV. Il faut d'y abonner, subscribe, like, comment. Il fait partager tous les vidéos, il fait partager link, tout le monde là, vous avez participé, soyez bienvenus. Naomba kila mtu wote kwa pamoja na sisi katika mada hii, naomba kabisa munipongeze zaidi, ufanye subscribe ili uwe na bidii ya kuja kufanya niwe na courage ya kuja kuwapasha habari kila mara. Asante sana. Ukiona katika munara hii, unajua nakuja kuwapea mambo tofauti katika mapambano ya vita, la guerre. Today, kila mtu Congolais, stand up everywhere to Congolais. Vous avez debout, debout, debout. Vous avez prendre, vous avez participé, vous avez écouté, vous avez utilisé la langage. Tout le monde congolais, vous soyez écoutés. La pouvoir est toujours la pouvoir. La pouvoir, Félix Tshisekedi. Vous avez très président dans votre pays. Encouragez tout le monde.